Kamisheni ya Utalii Zanzibar imetiliana saini hati ya maelewano MOU na kampuni ya BKE Promotion kwa lengo la kushiriki kwa pamoja kuandaa mashindano makubwa ya mchezo ya anga skydiving visiwani Zanzibar. Utiaji saini huo umefanyika katika ofisi ya Kamisheni ya Utalii Zanzibar zilizopo Amani mkoa Mjini Magharibi. Akizungumza mara baada ya utiaji saini huo, katibu mtendaji wa Kamisheni ya Utalii Zanzibar ndugu Arif Abbas amesema mchezo huo wa skydiving ni mojawapo ya bidhaa mpya ya utalii. Pia kwamba tufahamu kwamba kuna michezo mingi sana ambayo tunayaona tu kwenye TV au kwenye video, lakini hapa kwa Zanzibar hatujaanza kuyashiriki, na huu mchezo pia ni kwenye orodha hizo, kwa sababu kwa muda mrefu tunaona tu watu wanapanda ndege kisha wanaruka na maparashuti na wanaweza kushuka chini kwa usalama, lakini ulikuwa sio mchezo ambao ukitambulika sana hapa Zanzibar. Kwa bahati nzuri sasa hivi kuna miaka kama 3 mpaka 4 tumeanza sisi kuwa na huu mchezo kama ni bidhaa ya utalii. Kwa hiyo niliweza kuzungumza nao na nikawauliza katika sehemu zote ambazo nyinyi mnaruka, kwa sababu mtu anaruka akiwa katika ndege aweze kuona ile nchi ilivyo na mandhari yake akiwa juu, na anashuka kuangalia ile nchi mandhari yake. Na kwa feedback ambayo tumeipata ni kwamba hivi visiwa vya Zanzibar ni kwenye maeneo mazuri kuliko kote kwingine katika dunia nzima, kwa ile mandhari ambayo mtu anaiona akiwa ndo anashuka katika ndege na parachute. Kwa hiyo sisi tumelipokea kama ni bidhaa ya kukuza utalii. Sisi kwa hili kwanza tunashirikiana na taasisi zote za serikali zingine, lakini pia tunashirikiana na taasisi kama hizi ambazo zisizo za serikali, lakini zina uwezo wa kuweza kuyapanga mambo haya na kuweza kuyaratibu mambo hayo, kwa sababu kama kwanza nilivyosema hatujawahi kulifanya hili jambo. Kwa hiyo ni muhimu sana tukashirikiana na watu ambao wana experience. Hivyo tunashirikiana ndani ya serikali na nje ya serikali kuhakikisha kwamba tumeweza kuzingatia kila kitu ili hili jambo lipokelewe kwa ukubwa wake. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa BKE Promotion Bwana Kintu Newa amesema lengo kuu la kuanzisha mchezo huo wa skydiving ni kutangaza Zanzibar kitalii na kuleta manufaa kwa sekta mbalimbali za kiuchumi kupitia watalii watakaokuja kushiriki na kutizama mashindano hayo. Tumeleta mchezo Zanzibar ili sio ujulikane tu na taifa, lakini watu wameshaanza kuona kwamba michezo inayochezwa kila siku ni mpira wa miguu, tennis, basketball na vitu vinginevyo. Na hii michezo kwa mfano parachute, kucheza paragliding, kucheza kabadi, na watu wamekuwa wakiingia kwa kasi sana kucheza hii michezo, kwa sababu ni kama vile wamechoka michezo hii mingine yote. Hii inaleta msisimko zaidi, kuruka kutoka futi 12 kuteremka chini, na isitoshe Zanzibar ndio destination ya tourism sasa hivi. Kwa hivyo kwa sababu ni sehemu ya tourism, sisi tukaona ni fursa kubwa kuwaleta watu wa skydiving ili kuongeza dhana ya utalii. Na kama alivyozungumza mkurugenzi, hawafaidiki tu wanaokuja kuruka, watafaidika mahoteli, watafaidika wenye maboti, watafaidika mpaka mtu wa kawaida atafaidika kutokana na utalii utakuja. Maana tunazungumzia zaidi ya watu 3,000 mpaka 9,000 ambao watakuja katika hizo siku 7 ambazo haya mashindano yatakuwa yanafanyika. Hivyo basi tukaona kwa nini isiwe Zanzibar, na isitoshe tu itakuwa ni shindano la kwanza la skydiving Afrika. Acha Afrika Mashariki, ni Afrika itakuwa la kwanza, na hizo nchi zote 107, 108 ni nchi nyingi. Kwa hivyo utalii utakuwa kwa kiasi kikubwa sana, na kama mnajua kwamba rais wa Zanzibar pamoja na kamisheni yake ya tourism wamekuwa wakijitahidi sana kutumia michezo kwa ajili ya mambo ya utalii. Ndio maana tukaileta. Hizi ni ripoti za Asam Online TV. Mimi ni Alexa Madaha. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini.
na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo serikali, kwa kutambua umuhimu wa suala hili, imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yaani control number anayotakiwa kulipia, si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.